Wana wa ufalme, mimi ni Dr. Gordon Gunewe, balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Naomba leo tujifunze au tuanze mfululizo wa masomo kuhusiana na uchumi wa ufalme, na leo tutaanza na uchumi wa ufalme sehemu ya kwanza. Na katika hii sehemu ya kwanza tutajikita kwa upana sana kwanza kuelewa uchumi wa ufalme unaoitwa Commonwealth. Sasa katika somo hili uchumi wa ufalme sehemu ya kwanza tutajikita zaidi kwanza kuangalia uchumi wa ufalme unaoitwa Commonwealth. Sasa neno Commonwealth ni neno la Kiingereza lakini ni muunganiko wa maneno mawili, na neno la kwanza ni common na neno la pili ni wealth. Sasa neno hili watu wengi Kiswahili wametafsiri kama jumuiya ya madola, lakini sio tafsiri yake, ila neno hili lenga zaidi sana kuelezea a common is wealth, na ni uchumi unaopatikana katika nchi za kifalme. Kwa hiyo Commonwealth ni uchumi wa nchi za kifalme ambao mwanzilishi wake kwanza lazima watu wafahamu ni mfalme Elohim, ni mfalme wa mbinguni. Na neno hili Commonwealth ni neno la Kiingereza linalomaanisha wealth is common to every citizen of the kingdom, yani utajiri ni kitu cha kawaida kwa kila raia wa ufalme. Ndio maana hasa neno Commonwealth, yani wealth is common, yani utajiri ni kitu cha kawaida kabisa katika nchi za kifalme. Na neno hili asili yake ni kutokana na serikali ya ufalme. Mara nyingi serikali zote za kifalme zina wajibika, yani mfalme ndio anayewajibika kuhakikisha raia anapata utajiri, anapata maisha. Wajibu wa mfalme ni kumpa raia wake maisha, kumfanyia vitu, na ndio hasa mfumo ulivyo katika nchi za kifalme, tofauti na nchi za kidemokrasia ambapo kila mtu anakula kwa jasho lake. Lakini kwenye nchi za kifalme heshima mfalme ni watu wake. Kwa hiyo watu wanapozidi kustawi, kuwa na maisha ya kitajiri, ndio heshima mfalme inakuwepo, na ndio maana ikaja idhana ya Commonwealth, yani wealth is common. Sasa neno hili neno Commonwealth limeondolewa of course kwenye Biblia za Kiswahili za Chama cha Biblia, lakini neno hili lipo katika Biblia za Kiingereza, na pia tumeliacha pia neno hili katika Biblia toleo la ufalme, katiba ufalme toleo la ufalme. Neno hili tumeliamua kuliazima, kuliacha kama lilivyo, ili kutunza ile maana iliyokusudiwa. Kwa mfano, neno hili linapatikana katika Efeso 2:12. Ukisoma Efeso 2:12 inasema, kumbukeni kwamba wakati ule mlikuwa mmetengwa mbali na Kristo, hivyo kuwafanya kuinguliwa kutoka katika uchumi wa Commonwealth wa Israel, huku mkiwa wageni kwenye yale maagano ya ahadi, mliishi duniani mkiwa hamna tumaini wala bila kuwa na Elohim. Kwa unaweza kuona anasema hapa mmeunguliwa kutoka katika uchumi wa Commonwealth kwa sababu mlikuwa mmetengwa mbali na Kristo. Sasa unaweza kuona katika hii Efeso 2:12 kwamba kuna mahusiano kati ya kutengwa na Kristo na kuinguliwa na uchumi wa ufalme wa Commonwealth. Manake kwa tafsiri sahihi, mtu ambaye yuko mbali na Kristo manake anakuwa yuko mbali na uchumi ambao utajiri ni kitu cha kawaida unaitwa Commonwealth. Manake ukiona, manake moja ya sifa ya mtu aliye karibu au aliye na mahusiano na Kristo ni mtu huyo anakuwa katika uchumi wa Commonwealth. Ndio maana usije ukadanganyikwa na hizi dini za kiroho, madhehebu ya kiroho, madhehebu ya wokovu. Mtu anakuambia kabisa yuko ndani ya Kristo alafu anakuwa maskini, anakudanganya. Kwa sababu iko hivi, kuwa kwenye dini za kiroho ni kitu kingine na kuwa ndani ya ufalme ni kitu kingine. Ufalme na kwenye dini za kiroho ni kitu kingine. Ufalme na dini za wokovu ni kitu kingine. Ufalme ni nchi, ni serikali. Lakini dini hizi na madhehebu ni vitu ambavyo vimeanzishwa na wanadamu, wakachukua idea za kwenye katiba ufalme na mitazamo yao wakaeka vitu kuwa hivyo, na ndivyo ilivyo. Sasa pia kuwa ndani ya dini au dhehebu la wokovu ni tofauti kabisa na kuwa ndani ya ufalme wa mbinguni. Hivi vitu ni lazima watu waelewe, wasivichanganye, ili ukishakuwa kwenye dini yako au dhehebu lako la wokovu au la kiroho, ukiwa maskini usije ukasema kama kwamba ni baba wa mbinguni ametaka hivyo. Sio kweli. Kwa hiyo lazima tutofautishe vitu hivi. Ndio maana kuwa katika Kristo kuna mahusiano na kuwa katika uchumi wa ufalme wa Commonwealth. Hilo ni muhimu sana kulielewa, kwa sababu ufalme ni nchi, na nchi inapambwa na kutegemezwa na uchumi, na uchumi wa nchi ndio unaopa hadhi nchi husika.
Huu ni ufalme usioweza kutetemeshwa, ufalme wa aliyeumba kila kitu. Kwa hiyo tusidanganyane kwamba kama uko ndani ya ufalme wa aliyeumba kila kitu alafu ukawa una uchumi huu alafu utakuwa unajidanganya. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Sasa uchumi huu wa Commonwealth au wealth is common to every citizen, au utajiri ni kitu cha kawaida kwa kila raia ufalme, au uchumi wa Commonwealth wa nchi za kifalme wenyewe, pia kuna jina lingine unaitwa overflowing economy au uchumi wa kujaa na kumwagika, na imetumika kwenye katiba. Kwa mfano ukiangalia Zaburi ya 23:5 inasema, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu kinajaa hadi kumwagika. Kikombe changu kinajaa hadi kumwagika, my cup overflows, yani overflowing economy. Ukija tena kwenye Malaki 3:10 anasema, leteni zaka yote ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, nijaribuni au nipimeni katika hili, asema Yawe wa majeshi, nanyi muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwageni baraka nyingi mpaka zitakapojaa na hata kufikia kumwagika. Unaweza kuona until it overflows. Unaweza kuona pia overflowing economy, uchumi wa ufalme wa Commonwealth, kwa jina lingine linaitwa uchumi wa kujaa na kumwagika, overflowing economy. Lakini Luka 6:38 nasema, wapeni watu vitu. Mfalme Yesu anasema hapa, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa kwenda chini na kutikiswa tikiswa ili kijishindilie na hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa, kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopima. Unaweza kuona kijishindilie hata kumwagika, until it overflows. Na ukisoma tena Wakorintho wa 2:9-12 nasema, huduma hii ya kujenga ufalme mnayofanya si tu kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya watakatifu, bali pia ni kwa ajili ya kuwapa kipimo kikubwa sana cha utajiri hata kufikia kumwagika, ili Elohim apewe shukrani nyingi sana. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kuna kitu kinachoitwa kujaa na kumwagika au overflowing economy. Ni uchumi ulio ndani ya ufalme. Na kwa nini kiini hasa cha kujaa na kumwagika ni nini? Kiini cha kujaa na kumwagika maana yake ni kwamba ukiona kitu kinajaa ni kwa ajili yako, lakini ukiona kinajaa pia kinamwagika ni kwa ajili ya kuwapa wengine. Ndio maana ndani ya ufalme moja ya kanuni kubwa ni kuwapa watu wengine, kuwasaidia wengine. Maana yake ni kwamba unapoingia kwenye overflowing economy au uchumi wa kujaa na kumwagika, maana yake kinapojaa ni cha kwako, lakini kinapomwagika ni kwa ajili ya wengine. Maana yake utaanza kuwasaidia wengine, na ndio hasa kiini cha uchumi huu wa Commonwealth. Unaitwa Commonwealth au unaitwa pia overflowing economy. Inaitwa Commonwealth kwa sababu wealth is common to every citizen, yani utajiri ni kitu cha kawaida katika nchi ya kifalme. Lakini tunaita overflowing economy kwa sababu ni maana nyingi ni uchumi ambao kila raia anapaswa kuwa nacho, kinajaa mpaka kimwagike. Maana yake kinajaa kwa ajili yake na kikimwagika kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Sasa naomba tu katika somo hili au sehemu hii ya kwanza ya uchumi wa ufalme, naomba tujifunze pia ujazo wa mtoto wa Yahweh Elohim unategemea nini. Sasa kuna kitu kinachoitwa ujazo au full weight, kwa jina lingine tunaita utukufu. Kwenye Kiebrania tunasema kabod, kwenye Kigiriki tunasema doxa. Hii maana yake ni wametafsiri kama utukufu, lakini neno hili hasa maana yake ni ile ujazo timilifu, yani ule ujazo wa kitu ndio inaitwa full weight, doxa au kabod au utukufu. Sasa mara nyingi ujazo au timilifu wa mtoto wa Yahweh Elohim, yani utukufu, yani ule ujazo wake ile atimie awe kamili, ni mpaka aingie na kuishi uchumi huu wa ufalme wa Commonwealth. Yani mpaka uingie na kuishi ndio anapata ile utukufu, ile doxa, kwa sababu hii ni ufalme, ni nchi. Sasa kuwa mara zote kuwa na yale tunayohitaji, yani unapata kile unachokihitaji ukiwa nacho, kila kitu unachohitaji ukiwa nacho, mara nyingi kunafanya furaha yetu iwe timilifu. Ndio maana mfalme Yesu aliongea katika Yohana 16:24 kwamba mpaka sasa hamjapeleka petition kuhusu jambo lolote kwa jina langu. Anasema takeni lolote nyinyi nanyi mtapewa, ili furaha yenu ipate kuwa kamili. Unaweza kuona takeni lolote nanyi mtapewa, yani lolote mnalohitaji mtapewa ili furaha yenu ipate kuwa kamili. Manake ujazo kamilifu wa furaha yetu unategemea na yale mahitaji tunayohitaji kuyapata. Manake ni kwamba unaanza kuna mahitaji katika ulimwengu usionekana ndani yetu, lakini kuna yale mahitaji ya nje tunayoyapata, furaha yetu inakuwa kamili. Manake ndipo ujazo halisi unapotimia. Na ndio maana watu wa kwenye dini na madhehebu wasije wakakupotosha wakakwambia utajiri au mali sio kitu muhimu, na kudanganya. Vimewekwa duniani kwa ajili yetu, na ndio maana vipo. Maana yake ni Baba alijua kabisa hivi vitu tunavihitaji na vina ladha katika maisha yetu. Sasa furaha ndani ya mfalme Roho Mtakatifu ambayo tunaita joy, ile furaha ndani ya
mfalme Roho Mtakatifu tunaita joy, huwa mara nyingi ukijumlisha na furaha ya nje ya kupata vitu vya nje, yani tunaita happiness, vile vitu tunavyohitaji, ndio inayofanya furaha yetu kuwa kamili. Ili mtoto wa Yahweh Elohim aweze kuwa kamili, anahitaji furaha aina mbili. Anahitaji furaha ndani ya mfalme Roho Mtakatifu ambayo yenyewe ina generate ndani, inazaliwa ndani, alafu anahitaji pia vitu vya nje alivyowekewa, ambayo yenyewe inaitwa ile vitu vya nje anavyohitaji, na akivipata inazaliwa kitu inaitwa happiness. Kwa hiyo joy na happiness vinaenda pamoja. Joy ni furaha ndani ambayo haina sababu mfalme Roho Mtakatifu unazalisha, lakini happiness ni furaha nje baada ya kupata yale mahitaji yako yote, kupata kile unachohitaji, kila kitu inazaliwa happiness. Kwa hiyo joy na happiness ni vitu ambavyo lazima viende pamoja, na ndio inayofanya furaha yetu kuwa timilifu. Ndio maana anasema atakeni lolote nanyi mtapewa, ili furaha yenu ipate kuwa timilifu. Kwa hiyo mtoto wa Yahweh Elohim ambaye amemwamini mfalme Yesu na akazaliwa na mfalme Roho Mtakatifu, maanake akazaliwa ndani ya ufalme mara ya pili na mfalme Roho Mtakatifu, mara zote ujazo wake wa maisha katika dunia hii ni pale anapoingia na kuishi uchumi wa ufalme, ndio furaha yake inakuwa timilifu. Sasa unaweza ukaniuliza, Dokta, sasa hivi sisi ni watoto pia tuna urithi. Huu urithi wa dunia tuliopewa duniani hapa, mali za dunia, urithi wetu ni asilimia ngapi? Jibu ni rahisi tu. Bwana Yesu alikwisha jibu swali hilo. Urithi wetu sisi wa kila mtoto au kila raia wa ufalme, urithi wake ni 100% wa kurithi katika dunia, anapata 100%. Ukisoma ile kwanza lazima tufahamu katika Waefeso 1:11 inasema habari ya sisi kurithi urithi wetu. Anasema katika Kristo sisi nasi tumepata urithi, tukiisha kuchaguliwa na kutengenezewa mwisho tangu mwanzo sawa sawa na kusudi la Elohim, yeye ambaye hufanya mambo yote kulingana na shauri la mapenzi au matakwa yake. Lakini Waefeso 1:18 inasema ninapeleka petition pia kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ili mpate kwanza kujua kusudi mlilotiwa, pili urithi. Unaweza kusikia hapa urithi wa utajiri wake wenye utukufu kwa watoto wake. Urithi, unaona, urithi wa utajiri kwa watoto wake, maanake kuna swala la urithi wetu hapo la utajiri. Wakolosai 1:12 unasema mkimshukuru Baba ambaye amewastahilisha kushiriki katika urithi wa watakatifu katika ufalme wa nuru. Unaona, urithi wa kushiriki urithi wa watakatifu katika ufalme wa nuru, unaweza kuona. Lakini Warumi 8:18 inasema kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Elohim, au ndio watoto wa Elohim, kwa maana hamkupokea roho ya utumwa ile iwaleteayo tena hofu, bali mlipokea roho ya uwana, yani ya kuwa watoto, ambaye kupitia huyo Roho Mtakatifu aliye ndani yetu hutufundisha kumlilia na kumwita Aba, yani Baba. Roho mwenyewe hutufundisha nafsi zetu ya kwamba sisi ni watoto wa Elohim. Basi ikiwa sisi ni watoto, basi tu warithi wa Elohim, warithiwa pamoja na Kristo, yani tukiteswa pamoja naye tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Unaweza kuona tuna urithi kwa sababu sisi ni watoto. Sasa lazima tufahamu kama nilivyokuambia hapo awali kwamba urithi ni 100%, na ukiangalia ile Mathayo 19:29 anasema kila mmoja aliyeacha nyumba au ndugu zake wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili yangu atapokea mara 100. Atapokea mara 100. Naomba nirudie, atapokea mara 100, yani 100% share, anapata urithi, inheritance. Umeona, yani asilimia, atapokea mara 100, maana yake ni 100% hapa. Anasema na zaidi ya hayo atayarithi maisha yanayoendelea. Manake anapokea hapa duniani, katika dunia hii anapokea 100% ya kila kitu, nyumba, magari, nini, 100%. Lakini na pia atakuwa na maisha yenye mwendelezo, manake atakuwepo katika dunia mpya. Unaona, kwa hiyo mimi kuelewa. Lakini ukisoma Marko 10:29 anasema Yesu akasema, amini nawaambia, hakuna mtu yote aliyeacha nyumba, ndugu waume au ndugu wake, mama, baba, watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili ya ufalme, ambaye hatalipwa mara 100 katika ulimwengu huu. Unaweza kuona katika ulimwengu, nyumba, ndugu waume, ndugu wake, mama, baba, watoto, mashamba pamoja na mateso, kisha maisha yanayoendelea katika ulimwengu ujao. Unaweza kuona, kwa hiyo anapata mgao wetu sisi ni 100%. Kwa hiyo katika urithi au uchumi wa ufalme ambao tunapaswa kuishi duniani hapa, ni share ya kila mtoto anapata share ya 100%. Maanake ni utundu wako na ubunifu wako wa kucheza na dunia
namna ambavyo unaweza kufanya uwekezaji, biashara, kilimo, ufugaji, teknolojia na sayansi na vitu mbalimbali. Maana yake ni kwamba 100% ya dunia nzima. Sasa fikiria dunia ina urithi wa kiasi gani? Dunia ina urithi mwingi sana. Lakini sasa urithi wa kila mmoja anachota hapa 100%. Kila mmoja na 100% zake. Niambie ni urithi mkubwa wa kiasi gani? Maana yake ni kwamba utajiri wetu sisi hauna limit, kwa sababu tunapewa sawasawa kulingana na utajiri wake yeye. Sasa utajiri wetu sisi hapa wa baba yetu ni mkubwa, na sisi mgao wetu kila mmoja anapata 100%. Kwa hiyo kazi kwako wewe raia ufalme, achana na dini na madhehebu yasikupotoshe. Una mgao wa 100% ya urithi wako katika mali za dunia. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Nyumba, magari na kila kitu amesema wazi hapa. Kwa hiyo hilo ni muhimu sana kuelewa. Sasa kwenye Marko 10:29 ametaja neno na mateso, yani pamoja na mateso. Mateso hapa inazungumza kitu gani? Neno lilotumika la Kigreek ni diogmon. Neno diogmon ndio wametafsiri kama mateso, lakini neno hili lina maana 3 kwenye dictionary ya Kigreek. Maana ya kwanza ni chase, yani kufukuzwa, maana pili ni pursuit, yani kufuatiliwa, ya 3 persecution, yani mateso yale ya kisasi baada ya kuwaacha watu waliokuwa nao kwa mtazamo mmoja. Kwa hiyo mateso yanazungumzia hapa sio kupata mateso yale ya ovyo ovyo, ni zile changamoto ambazo tunaweza kuzipata kutokana na wale tuliowaacha. Kwa mfano, labda umeamua kuacha dini, dhehebu, alafu ukaingia ndani ya ufalme. Sasa wale mliokuwa nao kwenye dini, mdhehebu, wataanza kukupa kashikashi, au kama ni familia hawataki wewe uiamini injili ya ufalme, wanataka kubaki kwenye dini, dhehebu. Kwa muda fulani utapata kashikashi. Kwa hiyo ukaona ni adha ndogo sana ambazo hazina shida ukilinganisha na ile utajiri ambao tulionao. Kwa hiyo diogmon maana yake ni kama vile utaona wanaanza kukufuatilia kutenga au chochote kile, lakini haina shida kwa sababu tayari uko ndani ya nchi na una kila kitu. Kwa hiyo hapa nazungumzia habari ya diogmon ambayo ni usumbufu unaweza kupata kutoka katika wale watu ambao umewaacha kwenye imani yenu huko mwanzo. Kwa hiyo ndio watakupa ile diogmon. Kwa hiyo ni kitu kidogo ambacho hakina shida. Kwa hiyo ni lazima tufahamu kabisa kwamba urithi ni mgao wa 100% kwa kila aliye raia ufalme. Kwa hii ni baraka kubwa na ni kitu kizito sana kwetu, na ndio maana hatupaswi hata siku moja kukifanyia mchezo. Ndio maana ukiingia ndani ya ufalme maisha ni uhakika, kwa sababu tuna uchumi unaitwa Commonwealth. Huku uchumi huu kwa kila raia ufalme, utajiri ni kitu cha kawaida kabisa, hususan pale unapoweza kujua kanuni, sheria, miongozo, protokali pamoja na mifumo mzima namna ya kufanya ili ujue namna kuuchota uchumi wa ufalme unaitwa Commonwealth. Basi kwa sababu hii somo ni uchumi wa ufalme sehemu ya kwanza, naomba usikose uchumi wa ufalme sehemu ya pili, ili uendelee kuweza kuchota maarifa haya ambayo yatakusaidia kwa ajili ya kuweza kuingia kwenye uchumi huu wa ufalme, ili uweze kuingia kwenye maisha yenye ujazo, yenye utukufu, doxa kabod, ili uendelee kufurahia maisha ya ufalme ambayo yameshalipiwa gharama na baba yetu mfalme Yesu kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Asante, naomba serikali ya mbinguni wabariki. Naomba usikose sehemu ya pili, uchumi wa ufalme sehemu ya pili. Asante.